Naam, ni kwenye microphone official Rose D. Ukiniita hivyo inakuwa imependeza kabisa, msimuliaji wa habari mbalimbali, matukio mbalimbali kupitia Bio Media. Bana, ni Mange ambaye ameweza kuunga mkono Chadema mara tu baada ya kufichua mateso anayopitia Tundu Antipas Lissu. Haki lazima ipatikane. Ni katika uwanda wa matukio ya siasa. Tunaangazia taarifa kutoka kwa kada wa Chadema Rose Mayemba ambaye ameandika jana kwenye mtandao wa Twitter ujumbe mzito kabisa wa kugusa moyo, akieleza hali ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu ambaye alinusurika kupigwa risasi na sasa amekuwa kifungoni kwa siku 341 katika chumba cha upweke. Rose anasema kuwa Tundu Lissu hakufanya kosa lolote la jinai, bali anadhalilishwa na kuonewa kwa sababu ya kusimama kidete upande wa ukweli. Kwa maneno yake, Rose anaeleza kuwa ilikuwa ni kwa bahati mbaya na ya kipekee kwamba Lissu aliweza kupona na kuendelea kuishi ili kusimulia simulizi ya ukweli. Hata hivyo, badala ya kutunzwa na kulindwa, sasa anateseka kifungoni kwa muda mrefu, jambo ambalo linaonyesha namna mfumo unavyoweza kugeuka chombo cha mateso badala ya haki. Lakini pia mwanachama huyo anasisitiza kuwa jamii inapaswa kuchukua hatua kabla hali haijawa mbaya zaidi, na anaongeza kuwa imani yao ni kwamba jambo hili haliwezi kuachwa liendelee bila hatua kuchukuliwa, na kwamba sauti za haki lazima zisikike. Ameongeza kuwa wanabaki na matumaini, wakishika tumaini na kuvuta subra kwamba haki itaonekana. Lakini pia mwanamama huyu anataja dhana ya karma, akieleza kuwa huenda sasa nguvu ya asili ya kulipa mema na mabaya inajiandaa kulipiza kisasi kwa wale waliompiga vita mtu huyo. Hii ni ishara ya kwamba mateso haya yataendelea milele na dunia itashuhudia kwamba ukweli na ujasiri haviwezi kuzimwa. Lakini baada ya ujumbe huo wa Rose, wanaharakati mbalimbali wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, akiwepo Mange Kimambi, ameunga mkono ujumbe huo kwa kudai kuwa Lissu hana hatia, wangemwachia tu aendelee na maisha yake. Lakini pia kwa upande wa John Heche aliweza kuzungumza kwamba wanampotezea muda tu kwenye kesi ambayo ni ya uongo. Na kwa ujumla ujumbe wa Rose ni wito wa mshikamano, na akisitiza kuwa mtu huyu ni shujaa wa kusimama upande wa kweli na si mhalifu. Ni sauti ya kisiasa na kijamii inayotoka nje hadharani na kutaka haki, ulinzi wa binadamu na kuondoa dhulma. Je, kwa yeye kuzungumza hivyo itakuwa ni mwanzo wa kuwa huru kwa Tundu Antipas Lissu, ama ataendelea kushikiliwa kifungoni huku kesi ya uhaini ikiendelea kumtafuna? Hii ni Bio Media na mimi ni official Rose D. Matukio mbalimbali ya kijamii, kisiasa, burudani, habari za udaku, michezo unajipatia hapa. Usiache kuwa mwanafamilia kwa kugusa neno lililoandikwa subscribe kwa ajili ya kupata taarifa nyinginezo kwa wakati mwingine.